Na mtazamaji wa RTNC, karibuni kwa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tufungue ukurasa wetu wa habari na habari hii tusemea kwamba waziri wa mambo ya ndani Bwana Jacquemain Shabani huyu alikutana na mwanadiplomasia ama balozi wa nchi ya Zambia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pamoja waliweza kuzungumzia mengi kuhusu hali ya usalama kati ya nchi hizo mbili. Waligusia pia maandalizi ya kongamano kubwa itakayoandaliwa mjini Lubumbashi jimboni Okatanga siku zijazo. Kikao kitakachozungumzia mengi kuhusu usalama wa usafirishaji tokea Kolwezi hadi Lubumbashi pamoja na usalama wa madereva wa nchi ya Zambia wanaotumia njia hizo. Watumiaji wa njia hizo walikabiliwa siku zilizopita na visa vya usalama mdogo. Waziri Jacquemain Shabani alihakikishia mwanadiplomasia huyo wa nchi ya Zambia kujihusisha kwa serikali katika kukomesha visa hivyo vya usalama mdogo, ikiwa ulinzi wa madereva, magari na vitu wanavyovileta. Tafahamu ya kwamba hali hiyo yaendelea basi kundia usalama mdogo madereva na wale wanaotumia njia hizo. Kwa habari zingine ni kwamba waziri wa taifa anayehusika na masuala ya mawasiliano huyu basi alikutana na notable wa eneo kubwa la Kasai. Walikutana na waziri wa taifa anayehusika na posta na vyombo vya mawasiliano ikiwa mwanasheria Jose Mpanda Kabangu. Katika hotuba wake, waziri Jose Mpanda alitoa mwito kwa wanotable wa eneo kubwa la Kasai kuwa umoja katika mapendo na heshima kati yao. Waziri amewaomba ikiwa kuna ujumbe wa kumjulisha rais wa jamhuri ya kwamba ni lazima wapitie kwa waziri mmoja wa eneo kubwa la Kasai ili kuepuka vurugu. Jose Mpanda Kabangu wetu, waziri wa posta na vyombo vya mawasiliano, alipata fursa ya kugusia miradi mbalimbali za maendeleo zinazotekelezwa na rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo katika eneo kubwa la Kasai. Waziri ametoa mwito kwa wazaliwa wote wa Kasai kuendelea kuunga mkono rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye anaendelea kujibu kwa maslahi za raia wa jimbo hilo ama eneo kubwa hilo la Kasai kubwa. Tukigusia kuhusu haki za binadamu, tusemea kwamba waziri anayehusika na haki za binadamu Bwana Samuel Mbemba huyu aliweza kufungua rasmi kabisa kikao ambacho kinakuwa kabisa kikizungumzia mengi kuhusu haki za msingi za wafanyakazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi katika ripoti ya mwenzetu Nene Chika. Chini ya uongozi wake, waziri mwenye kusika na haki za binadamu Bwana Samuel Bemba Kabuya, ndio kuliweza kabisa kuanzishwa mikutano mbalimbali zaidi kuhusu haki za binadamu, pia haki za pesa za watumishi wote wa wizara wa haki za binadamu. Wafuasi wa Kristo wajulisha pia ya kama kweli watumishi hao walifika ili kujulisha magumu zao na hali mbovu ambao umepatikana wameendelea kupatikana nao. Julisha pia ya kama katika ujumbe wake, waziri mwenye kusika na haki za binadamu Bwana Samuel Bemba Kabuya aliweza kabisa kuwakumbusha wote kazi ambayo wameendelea kufanya katika ziara yake ya haki za binadamu, wala kabisa kufika kuwa na upizaji na wizara mbalimbali. Aliweza kuzuia na kufasiria hali ambayo imepatikana katika wizara za haki za binadamu. Na mwisho ndio kweli waziri kajana furaha wote waliweza kufungua roho kazi mbalimbali wameendelea kufanya, pia magumu ambao wamepatikana nayo katika wizara wao, na kujulisha kama Shukrani Bibi Nene Chika kwa ripoti hiyo. Tuzungumzia kuhusu madini. Tusemea kwamba waziri wa taifa anayehusika na masuala ya madini Bwana Louis Watuma Kabanga huyu basi aliweza kuunda tume la haraka la uchunguzi wa madini katika jimbo la Okatanga. Wanamemba wa tume hilo wameanzisha hila siku ya 3 tarehe 7 Januari operesheni ya uchunguzi mjini Lubumbashi. Ilikuwa katika sherehe kubwa iliyoendeshwa wakiweko
viongozi wengi wa mahali wa jimbo hilo. Viongozi wa maeneo husika walijibu kwa mwito wa tume hilo wakija na vikaratasi vya uongozi vinavyohitajika katika usafirishaji bora wa madini. Wanamemba wa tume hilo wamekutana na viongozi husika ili kuendesha uchunguzi, hali itakayochangia kwa kuweka mwangaza katika sekta madini jimboni Haut-Katanga. Kamati hiyo imetolewa muda wa siku 15 ili kuendesha uchunguzi huo unaendeshwa sawasawa na maoni ya Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, anayekusudia kabisa kuweka usawa katika sekta ya madini pote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kwamba sekta ya madini iendelee kabisa kuchangia kwa maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa habari zingine tujielekeze katika jimbo la Equateur. Tuseme ya kwamba kutokana na ajali ya kuzama kwa meli iliyotukia ndani ya mto Ruki asubuhi ya hiyo jana siku ya pili katika jimbo la Equateur, meya mji wa Mbandaka Bwana Yves Balo huyu alijielekeza mahali palipotukia msiba akisindikizwa na wanamemba wa kamati ya usalama wa mji. Ametambua ya kwamba meli itwayo Zulu iliyokuwa ikitokea Loaka kuelekea Boende ndio basi iliweza kuzama na kupelekea watu kufariki na wengine kunusurika. Dhuru za mahali hujulisha ya kwamba mitumbwi mbili zilizokuwa basi zikitoka katika kijiji Bolenge tarafani Bolomba kujielekeza Mbandaka ziliweza basi kugongwa masaa za usiku kutokana na ukosefu wa mwangaza. Meli basi ndio iliweza kugonga mitumbu hizo mbili na kusababisha maafa hayo. Matokeo kwa sasa ni watu 73 ndio wameokolewa, ikiwa wanawake 20, wanaume 51 na watoto wachanga 2. Mwito watolewa kwa abiria na hata wenyeji meli hizo kuweza kuheshimu kanuni za uchukuzi wa majini. Tujielekeze jimboni Chopo ambapo kuliweza basi kuendesha operesheni ya kubadilishana madaraka, ikiwa liwali wa jimbo la Chopo Bwana Pola Lendongolia huyu basi aliweza kurudilia uongozi wa jimbo la Chopo hiyo jana siku ya pili, kisha sherehe ya kubadilishana madaraka iliyoandaliwa kati yake na liwali makamu wake. Yote yalianzishwa na usome wa ujumbe wa waziri wa masuala ya ndani unaomrejesha kazini uliosomwa na inspekta mkuu wa jimbo hilo. Baadaye alitolewa vifaa vya uongozi ikiwa muhuri na sahihi toka kwa liwali makamu. Katika hotuba wake ameomba kwa wakaji wote wa Chopo kuwa umoja, huku akitoa heshima kwa Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliyetenda haki kwa ajili yake. Pola Lendongolia aomba ushirikiano wa taasisi ikiwa ofisi ya bunge la taifa na serikali ya jimbo ili kufikiria kabisa maendeleo ya kudumu ya jimbo hilo la Chopo. Ameendelea kushukuru viongozi wa nchi ambao basi wamemrejesha katika madaraka yake, huku akiahidi uongozi bora wa jimbo hilo la Chopo na kiomba wakaji kuweza kabisa kubaki nyuma Rais wa Jamhuri ili maendeleo ya kudumu yaripotiwe jimboni Chopo. Tujielekeze jimboni Kasai Oriental ambapo liwali wa jimbo hilo Bwana Paul Kapo Mbwemba huyu basi alianzisha rasmi kazi za ujenzi wa mfereji wa Bonzola ya pili mjini Mbujimai katika mtaa wa Dibindi. Kazi hizo zaingia katika maoni yake mpya ya mwaka huu inayolenga kuleta majibu kwa madai ya raia. Mfereji huo unaojengwa ulisababisha maafa mengi kwa siku zilizopita mara mvua ilipokuwa basi ikinyesha. Liwali wa jimbo la Kasai Oriental ameanzisha kazi hizo kisha tu kusikia malalamiko ya raia. Alipochukua kauli, kiongozi wa shirika la OVD jimboni humo alijulisha ya kwamba kazi zitahusu meta 1415. Amesifu juhudi za liwali wa jimbo la Kasai Oriental anayejibu kwa maombi ya raia, huku akihakikishia raia ya kwamba kazi zitafikia mwisho ili kuepusha watu na maafa ambayo yalikuwa yakitokana na maji ya mvua ambayo kabisa ilikuwa yakisababisha maafa mbalimbali hapo pa Mbujimai.
Tukizungumzia mambo mengine katika taarifa yetu ya habari, tuseme ya kwamba presidenti wa baraza la uongozi wa shirika la Kopako, huyu basi ikiwa ni Bwana Buka Nathanael ambaye ni mchungaji wa kanisa la Gloire, huyu akumbusha taifa la Kongo ya kwamba Mwenyezi Mungu hajawahi kuacha mtoto wake, huku akijulisha ya kwamba kuacha watoto wake, huku akijulisha ya kwamba mambo ambayo hayakupata suluhisho kwa mwaka wa 2025 yatapata suluhisho kwa mwaka huu wa 2026 ambao ni mwaka wa heri na mafanikio mema kwa raia mkongomani. Mwaka huu utakuwa waheri kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa umoja ikiwa watu wote basi watabaki katika sala. Mchungaji huyu Buka Nathanael apendelea ndugu zetu wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maisha yao ama hali yao ya maisha yaboreshwe ili watoto wasome vilivyo na hali yao ya maisha iweze kuboreshwa. Anapendelea kabisa usalama uweze kuboreshwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kuhitimisha taarifa yetu ya habari, tujelekeze kunako RTNC Ituri ambapo mwili wa aliyekuwa mfanyakazi wa zamani wa RTNC Ituri ambaye ni Bwana Thierry Bangaloli uliweza kuzikwa hiyo jana siku ya pili kwenye shamba la wafu la pumziko linalopatikana hapo Parampara mjini Bunia. Kabla ya mazishi ya mwili wa aliyekuwa mpiga picha kwenye RTNC Ituri, kuliandaliwa sherehe ya kumtolea heshima za mwisho wakiweko ndugu, jamaa na marafiki na wafanyakazi wa RTNC. Wote walisifu juhudi na usujaa wa mfanyakazi huyo wa radio na television ya raia aliuawa na watu wasiojulikana. Katika hali ya uzuni na maombolezo, shuhuda mbalimbali zilitolewa na wale wote waliomfahamu suja huyo, wote wakiweza kuomba uchunguzi uendeshwe ili kuadhibu wale wote waliochangia katika kumondolea maisha mfanyakazi huyo wa radio na television ya taifa RTNC katika jimbo la Ituri. Kiongozi wa RTNC Ituri alipochukua kauli aliweza kabisa kusifu usuja na hata kazi ambayo iliweza kutekelezwa na mtumishi huyo wa RTNC. Ilikuwa basi kupitia ibada ya misa ambayo iliweza kuandaliwa kwa ajili ya kuweza kumtolea heshima za mwisho mfanyakazi huyo bora wa radio na television ya taifa. Basi Mwenyezi Mungu apokee roho yake katika ufalme wake. Pendwa mtazamaji wa RTNC, ni kupitia habari hiyo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili toka RTNC. Shukrani kwa nyote mliotega sikio. Tukutane tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.